Katika hatua nyingine inayodhihirisha kuzidi kwa mvutano wa kisiasa kati ya Urusi na mataifa ya Ulaya, Rais wa Urusi Vladimir Putin alitoa matamshi makali na ya kudhalilisha alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari pamoja na maafisa wa serikali yake. Katika mkutano huo, Putin aliwashambulia viongozi wa Ulaya kwa lugha kali, akiwaita nguruwe, kauli iliyozua mjadala mpana wa kimataifa na kuzidi kuonesha ufa mkubwa uliopo kati ya Moscow na Brussels. Matamshi haya hayakuja kwa bahati mbaya wala kwa jazba ya muda mfupi. Yalitolewa katika mazingira ya kisiasa yaliyojaa mvutano, ambapo Umoja wa Ulaya unaendelea kuimarisha msaada wake wa kijeshi, kifedha na kidiplomasia kwa Ukraine, huku Urusi ikiendelea na operesheni zake za kijeshi katika vita ambavyo sasa vimechukua muda mrefu na kugharimu pande zote mbili. Putin, ambaye kwa miaka mingi amejijengea taswira ya kiongozi asiyeogopa kutumia lugha kali katika jukwaa la kimataifa, alionekana kutumia mkutano huo kama jukwaa la kutuma ujumbe mzito kwa Ulaya. Kwa mujibu wa maelezo yake, alidai kuwa viongozi wa Ulaya hawana msimamo wa kujitegemea, bali wamekuwa wakifuata maagizo kutoka Washington, hususan katika suala la vita vya Ukraine. Alidai kuwa Ulaya imejigeuza kuwa chombo cha kutekeleza maslahi ya Marekani, hata kama hatua hizo zinawaumiza raia wa Ulaya wenyewe kupitia gharama za juu za maisha, nishati ghali na kuyumba kwa uchumi katika nchi za Ulaya. Kwa kutumia lugha ya dharau, Putin aliwashutumu viongozi wa Ulaya kuwa wamekuwa wakitamani kuona Urusi ikianguka, akiwafananisha na viumbe wasiokuwa na heshima wala busara. Kauli ya nguruwe haikuwa tu tusi la moja kwa moja, bali ilikuwa ujumbe wa kisiasa uliojaa maana ya dharau, hasira na changamoto ya wazi kwa uongozi wa Ulaya. Ilikuwa ni ishara kwamba Urusi haioni tena umuhimu wa kuficha maneno yake au kuzungumza kwa lugha ya kidiplomasia kwa ilivyokuwa hapo awali. Muktadha wa kauli hizi una uzito mkubwa. Wakati Putin akitoa matamshi hayo, viongozi wa Umoja wa Ulaya walikuwa wakijiandaa au tayari walikutana kujadili hatua mpya za kusaidia Ukraine, ikiwemo kuendelea kupeleka silaha, misaada ya kifedha na hata mipango ya muda mrefu ya usalama. Kwa Urusi, hatua hizi zinaonekana kama uchokozi wa moja kwa moja na jaribio la kuendeleza vita kwa kutumia Ukraine kama uwanja wa mapambano kati ya Moscow na Magharibi. Kwa upande mwingine, viongozi wa Ulaya wamekuwa wakisisitiza kuwa msaada wao kwa Ukraine ni wa kulinda uhuru wa taifa hilo na kuzuia kile wanachokiita upanuzi wa nguvu za Urusi barani Ulaya. Hata hivyo, Putin anakataa kabisa hoja hiyo, akidai kuwa Urusi inalinda maslahi yake ya kiusalama na kihistoria, hasa katika maeneo inayodai yana uhusiano wa kihistoria na Urusi. Kauli hizi za Putin zimepokelewa kwa hisia tofauti duniani. Wapo wanaoziona kama sehemu ya mbinu ya kisiasa ya kuhamasisha umma wa ndani ya Urusi kuonesha uimara wa uongozi wake na kuhalalisha msimamo mkali dhidi ya Magharibi. Kwa wananchi wengi wa Urusi, lugha hiyo inaweza kuonekana kama ishara ya nguvu na ujasiri wa rais wao mbele ya kile wanachoamini ni unafiki wa mataifa ya Magharibi. Hata hivyo, kwa upande wa diplomasia ya kimataifa, matamshi kama haya yanachukuliwa kuwa hatari kubwa. Yanazidi kupunguza nafasi ya mazungumzo ya amani, yanachochea chuki na yanazidisha mgawanyiko kati ya kambi ya Urusi na kambi ya Magharibi. Badala ya kufungua milango ya suluhu, lugha ya dharau inaongeza hisia za uadui na kuifanya hali ya kisiasa kuwa ngumu zaidi. Kwa kuwaita viongozi wa Ulaya nguruwe, Putin ametuma ujumbe ulio wazi. Urusi haioni tena Ulaya kama mshirika wa mazungumzo ya haki, bali kama adui wa kisiasa anayefanya maamuzi kwa misingi ya chuki na maslahi ya wengine. Ni kauli inayodhihirisha mabadiliko ya wazi ya dunia ya leo, ambapo diplomasia ya maneno laini inazidi kupotea na nafasi yake kuchukuliwa na lugha kali, vitisho na msimamo mgumu. Kwa jumla, mkutano huo wa Putin na vyombo vya habari haukuwa tu tukio la kawaida la mawasiliano ya kisiasa. Ulikuwa ni kioo kinachoonyesha hali halisi ya uhusiano uliovunjika kati ya Urusi na Ulaya, na ishara kwamba mvutano huu hauko karibu kumalizika. Kadri vita vya Ukraine vinavyoendelea, ndivyo kauli kali kama hizi zinavyozidi kuwa sehemu ya kawaida ya siasa za kimataifa, hali inayotia wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa amani na utulivu wa dunia.